mpya. Wakati dunia inawaza kwamba sasa ni jamani watu wakutane, basi vikao vikiendelea vya kujaribu kuwasuluhisha, Urusi anafanya shambulizi lingine kubwa zaidi, ambapo majeshi ya Urusi yameishambulia tena miji miwili mikubwa ya Ukraine, na kusababisha madhara makubwa kwa majengo na miundombinu ya nishati, lakini hadi sasa hakuna taarifa yoyote ya vifo. Ukifuatilia taarifa hiyo, nasema mkuu wa majeshi wa mji mkuu Kiev, yeye anasema majengo mengi yameharibika, lakini pia kituo cha elimu na jingine la biashara mashariki mwa mto Dnipro yenyewe pia yameharibika. Yes, na hiyo imethibitishwa pia na meya Vitali Klitschko, ambaye amesema skuli ya chekechea ndiyo iliyoharibiwa zaidi. Pia maeneo mengi yamekumbwa na ile shambulio kubwa. Kuna na inashangaza kwa sababu Trump waliwapa kama mwezi mmoja wa kukutana. Tunafahamu kwamba walikutana kule Saudia, wakakutana Qatar, Trump akakutana na Zelensky, akakutana na Putin kuhakikisha kwamba wanaweza kufikia hitimisho pamoja. Ikaanzishwa bodi ya amani, body of peace, kuhakikisha kwamba viongozi wa kimataifa wanakutana kujadili hali ya usalama kuanzia Gaza, Ukraine, Palestina, Sudan mpaka Kongo. Lakini inashangaza mazungumzo yakiwa bado yanaendelea, lakini huko katika uwanja wa vita au uwanja wa pambano bado majeshi ya Urusi yamekuwa kisonga mbele dhidi katika eneo la Ukraine. Na Zelensky alisema vile vile, amenukuliwa akisema kwamba katika uwanja wa mapambano amekuwa na hali mbaya zaidi katika vita. Lakini unafahamu kwamba mwaka 2010 alikuwa rais wa Marekani Barack Obama na mwenzake Dmitry Medvedev walisaini kitu kinachoitwa New Start. New Start ulikuwa ni mkataba wa kupunguza uendelezaji na urutubishaji wa mabomu ya nyuklia kwa ajili ya kutishia ulimwengu. Nafahamu kihistoria na kuna vita baridi, Urusi na Marekani wamekuwa katika hiyo tension kubwa ya kutengeneza mabomu ya nyuklia hata kutishia usalama wa kimataifa. Kwa hiyo imekuwa na mikataba mbalimbali kuhakikisha kwamba dunia inakuwa salama. Kwa mwaka 2010 wakasaini mkataba. Kwa nini nimesema hivyo Mtei? Kwa sababu huo mkataba unaisha leo. Tokea mwaka 2010 na Putin amesema kwamba hata kubali kuingia kwenye mazungumzo mengine yoyote ya kuwisha huo mkataba, kwa sababu anaona kabisa kwamba ana tishio la usalama katika nchi yake. Na ukitazama vile vile kuna uwanja wa diplomasia, mambo mengi washakubaliana. Kwa kweli washakubaliana kuhusu hoja ya Ukraine kuweza kuingia NATO, washakubaliana kuhusu hoja ya majeshi ya NATO kurudi nyuma katika mipaka ya Urusi, washakubaliana kuhusu msimamo wa Ukraine uendelee kuwa neutral kama vile ambavyo ilivyoamuliwa miaka 1990 kipindi Ukraine inapata uhuru. Lakini hoja ambayo imebaki ni namna gani maeneo ambayo Urusi amekuwa akiyashikilia. Hiyo ni hoja kubwa katika negotiation ambayo inaendelea kati ya Urusi na Ukraine. Je, Putin atakubali kuyaachia maeneo ambayo amekuwa akiyashikilia? Na kuna meza mazungumzo ni kwamba ni kama Putin ana majibu yake mfukoni tayari. Anakuja kwenye meza mazungumzo, ukimtazama vitu ambavyo anavipresent, yeye anaenda kusisitiza ambayo alishayasema. Ameshasema. Kwa jamani, mimi maneno ya kwangu sio kukubali atakayoambia. Hapana. Kwa hiyo hoja hapa ni kwamba namna gani Zelensky anaweza kucompromise. Sasa Zelensky yeye katika hii hoja ya maeneo manne ambayo anashikilia Urusi, kuanzia Zaporizhia, Kherson, Donetsk, Crimea na Luhansk. Trump anamwambia Zelensky ukweli kwamba hawezi kushinda hii vita, kwa muachia haya maeneo. Lakini katika upande wa Zelensky ana Umoja wa Ulaya na NATO ambia hapana, hatuwezi kucompromise kuweza kumega nchi ambayo inaitwa Ukraine. Na unaweza kujiuliza Mtei kwamba Urusi ni taifa kubwa. Tazama, Tanzania inaingia karibia mara 9 si mara 10 kwa Urusi. Lakini unaweza kujiuliza kwamba Urusi anataka nini Ukraine? Je, anataka maeneo? Mbona ni eneo kubwa zaidi? Je, anataka madini? Mbona Urusi ni moja wa taifa tajiri duniani. Anataka mafuta, lakini Urusi anachotaka Ukraine ni kuweza kudhibiti ukanda kuanzia Crimea, maeneo ya kimkakati ya Crimea, Black Sea, ili kuweza kuwa na ushawishi wa kijiografia, kwa sababu nilivyosema jana hapa ni kwamba unapokuwa na bahari unakuwa na nguvu maamuzi katika siasa za kijiografia. Kwa hiyo kwa kweli hii negotiation itaendelea kama kupelekea kama ceasefire. Ni ceasefire muda ya mwezi mmoja, kumbuka. Lakini uwanja wa vita bado unaendelea kuendelea mapambano. Na
hili ni muhimu, ni kwamba Mark Rutte, yule katibu mkuu wa NATO, alisema katika hotuba yake maarufu ambaye alifanya wiki iliyopita kwamba sisi Umoja wa Ulaya na Umoja wa NATO hatuwezi kufua dafu dhidi ya Urusi kama Marekani asipokuwa sehemu katika upande wetu. Kwa sababu nafahamu Marekani imekuwa akichangia zaidi ya 80% ya umoja wa kujihami wa NATO tangu umeanzishwa mwaka 1949. Umeona? Kwa sasa vile inaonyesha vile kwamba Marekani ana turufu ya maamuzi katika upande wa hii vita. Mtazamo wake wowote ambapo akiamua kujitoa au kuunga mkono au kususa kama tabia ya Trump inaweza kuathiri upande wowote. Kwa sasa ni mzozo ambao unaweza kusema kwamba tutaendelea kuushuhudia, lakini hoja msingi ni kwamba nani anaweza kukubali nchi yake kumegwa. Kwa Zelensky ana hoja, anasema kwamba mimi siwezi kukubali nchi yangu kuanza kumegwa. Lakini kwa Urusi vile amekuwa kijenga hoja kwamba haya ni maeneo yangu ya kihistoria, ni maeneo yangu ya kimkakati, maeneo yangu ya usalama. Ukraine imekuwa akitishia usalama wangu na uwepo taifa langu. Uwepo taifa lake. Hayo ni yanayojiri kati ya Urusi na Ukraine. Tuhitimishe na hili moja la mwisho ambapo ni muendelezo tu wa kile ambacho kilikuwa kikiendelea kati ya Marekani na Irani, ambapo nimeona pia baada ya maandalizi yanayoendelea kwa ajili ya mazungumzo, rais wa Irani anatoa